Kama nilivyotambulishwa, mimi naitwa Theophil Makunga. Nilikuwa sasa hivi mnaita Karume, lakini sisi ndio tunaita Simba. Na wenzangu ya kula ilikuwa somewhere pale. Baada hapo nikaenda ualimu, nikafundisha mwaka 1.5, nikabadilisha, nikawa mwandishi wa habari, kazi ambayo nimefanya mpaka na staff, na nimestaafu kama mhariri mtendaji wa gazeti la Mwananchi. Mara ya mwisho kufika hapa kwenye occasion ya graduation, nakumbuka nilikaa pale, mgeni rasmi alikuwa marehemu Mzee Dakaya. Akahutubia. Baada ya kuhutubia akasema, sasa nataka nimtambulishe mmoja ambaye hajatambulishwa. Nilikuwa nimekaa kiti kama alichokaa mwenyekiti pale. Akasema huyu alisoma hapa. Wakati huo kulikuwa na mzee mpishi, mzee fupi ile, alikuwa amekaa pale na akanitambulisha. Kwa kweli reaction ya wanafunzi na kazi nilikuwa nafanya wakati huo nilikuwa kwenye field attachment ya chuo cha uandishi wa habari mwaka 84. Fikiria. Na mwaka ule ndo ajali iliyomuua Sokoine. Kwa hiyo ni experience kubwa sana. Asanteni sana. Kwa kweli tuna furaha kubwa sana kuwepo hapa mahali ambapo tulilelewa, tulipikwa, ndipo tulipopikwa tukawa watu mpaka leo tunaweza kuonekana, na huko tuliko tunaheshimika na tunawaheshimu wale watu tunaokaa nao. Mimi nilikuwepo hapa 70 mpaka 73 straight. Mwenzangu Mapunga nilipata bahati ya kufukuzwa kidogo hapa kwenye bomu, lakini mimi nilibakia. Sio kwamba nilikuwa chawa, lakini just by accident wao walioenda hivi wakakamatwa, sisi tulioenda hivi hatukukamatwa. Kwa hiyo nilipomaliza hapa ile 73 nikachaguliwa kwenda Ihungo High School. Nikakaa pale kwa miezi 3-4. Termu ya kwanza tukatandikwa kwa kuvaa suruali mjini. The next jalikizo naambiwa wewe hufai kusoma kule, unatakiwa uende Milambo High School Tabora. Kwa hiyo nikahamia Tabora, nikamalizia form 6 pale. Then baada ya hapo ni jeshini, katika jeshini, na mwalimu alivyotupenda kwamba tusiende chuo kikuu kabla ya kukomaa. Kwa hiyo nikafanya kazi kwa miaka 2 ile ya kukomaa kabla kwenda chuo kikuu. Kwa hiyo toka ile 77 nikaja kuingia chuo kikuu mwaka 79 na kumalizia 82. Baada ya hapo nikafanya kazi kidogo serikalini kwa maana ya National Institute for Productivity. Baadaye nikachukuliwa na East African Development Bank, nikazunguka nao, ndo walionimalizia maisha yangu ya ujana wale. Maana toka 84 nikaja retire 2010. Bahati nzuri kulikuwa na ndugu zetu wa TIB Development Bank wakatuita kwenda kuirevive 2010. Kama mtakumbuka pengine kusoma magazeti na news za financial institutions, mtakumbuka kuwa mwaka
2010 kuja mpaka 2015 TID ilikuwa kama imeinuka kidogo, ikaanza kuonekana, lakini from there tukapata mashauri mengi na nini, na kwa kuwa sisi wengine tulikuwa umri umeshapanda, tulikuwa tumeajiriwa kwa mkataba, kwa hiyo nikakaa pale 2017 nikawa nimeretire, niko nyumbani napumzika na kusaidia watu, kutoa ushauri kidogo. Kama una shida ya masuala ya project management, mimi nipo tayari kuweza kuwasaidia. Kwa hiyo ndio historia yangu fupi, na Mungu ametubariki mpaka leo tupo. Tunamshukuru sana, maana kuna wenzetu wengine kama mlivyoambiwa, Bwana Mtolela na changamoto leo, anaamka asubuhi ndio umri unakwenda hiyo. Maana kwenye umri mkubwa ni kwamba tu jamani peke yake anaweza kujivuna kwamba anaweza kuamka asubuhi labda goti halimpi shida, lakini sisi wengine invariably leo kichwa kinauma bila sababu, sikio lilikotokea hulijui, basi tuko hivyo, lakini tunamshukuru Mungu hapa tulipofika si hapa. Asante. Sasa mimi historia yangu kidogo ina matatizo lakini nitajaribu tu kuelezea. Moja, huyu ndugu yangu hajamalizia introduction yake, anasema mhariri mtendaji, lakini alikuwa rais wa wahariri Tanzania. Sasa ya kwangu, of course, nafurahia kwa sababu wote walio confirm huyu Mtolela wana historia nzuri kwangu. Hawa ndugu zangu wako mwaka wa 4 na mimi wa 3, tulikuwa marafiki sana, ndio waliosababisha, sijui kama nijivunie au nisikitike, wakanipa uprefect Simba B1 Karume B1. Kwa hiyo hawa walipeleka jina, mimi sipo, narudi naambiwa jina lako limepelekwa, na waambia kwa nini umepeleka, anasema si tunasema wewe uwe prefect. Ni kweli baada ya uchaguzi nilikuwa prefect wa Simba B1. Mtolela nilikuwa darasani moja, lakini kuna siku alipata adhabu na mwalimu wetu wa kizungu alikuwa anaitwa Soma, Mjerumani Soma. Sasa mimi natoka saa 4 tunakunywa chai, narudi nimesimama nazungumza naye, lakini siku ya pili Soma ananiambia nilikuwa namsaidia kazi, kwa hiyo akawa ananitoa kipindi chake cha hesabu. Amenitoa cha hesabu tu, akaona haitoshi, akawa anatoa vyote, kwa maana form 3 muhula wa pili sikusoma kabisa. Nilikuwa na waarifu alikuwa mwalimu mkuu msaidizi anaita Mungai, na mweleza hayachukulii. Kwa hiyo ilipofika tunakwenda form 4 tena humu, mwalimu mkuu Gendawega anasema kumetokea animsho, kuna mwanafunzi mmoja timu mzima hajasoma na hakufanya mitihani. Kwa kawaida taratibu hastahili kwenda form 4, lakini sisi tumemruhusu aende. Definitely nafikiri kwa sababu kosa la kwao. Sasa licha ya kuruhusiwa kwenda, kuna athari zake. Kwa hiyo sikufanya vizuri,
Kwa hiyo hata mitihani ya form 4 sikufanya vizuri, isipokuwa hizo ya sayansi tu nilifanya vizuri, hesabu, physics. Sasa baada ya hapo nikachaguliwa kilimo Maruku, lakini kabla sijaenda wakati wa Maruku Bukoba, wakati wa tunasubiri majibu, wenzetu wa IDM walikuwa na timu, kwa hiyo wakanichukua, kwa sababu hapa nilikuwa nacheza timu ya shule tangu form 2. Kwa hiyo wakanichukua, nikawa nawachezea, na nafikiri wengine wanafahamu Shiringi, nilikuwa nacheza timu IDM. Sasa hivi ndio Mzumbe University. Kwa hiyo lakini hivyo nilikuwa na mwenzangu tunacheza mpira, alikuwa anaitwa Jimmy Mugengi, namba 10 yetu. Yeye alikuwa ile timu ya Iringa, nimesahau jina tu, lakini ni maarufu Iringa. Kwa hiyo Lipuli, akaniconvince niende kule niwe naye, lakini unajua utoto, mimi kutoka Morogoro, kwa sababu mimi na Malini huko kutoka Morogoro, kidogo nilikuwa timu mzito. Kwa hiyo nikakubali niwe IDM hapa, lakini nilipokwenda kilimo nikarudi. Sasa nachekwa nyumbani, kilimo si utakuwa polini, tuna wewe vijijini huko. Kwa hiyo ile ikanifanya niache kilimo, nikajiunga na hali ya hewa, ikiwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo nikaenda kozi Nairobi. Baada ya kozi ikavunjika jumuiya, kwa hiyo nikarudi hapa. Kituo changu cha kwanza kilikuwa Same, lakini basically mimi nilikuwa science na nia yangu ilikuwa engineer. Sasa engineer kwa maana engineer, lakini kwa maana lazima nifike chuo kikuu. Sasa kwa performance ile ilikuwa ngumu kidogo, ilikuwa lazima nianze technician. Sasa niko kazini, nikajitahidi kulobi kazini pale, nikafanikiwa, lakini sitaki kuwalaumu HR wote, lakini ni watu sio wazuri sana. Licha CEO kuniambia aendi, lakini yule bwana akafanya nini na nini. Sasa ikafuata nilifanya nini? Nikaona huku tena huku kwenye engineering kuna kugumu wake, ngoja niende huku university ndio wakati kwa channel yoyote. Kwa hiyo nikaomba niende CBE. Kwa hiyo wakanikubali CBE, nikasoma miaka miwili pale. Sasa ikawa tiketi sasa ya kwenda chuo kikuu, na ni kweli nilipoapply nikaenda chuo kikuu BA Economics. Lakini sasa hapo CBE ile ilikuwa advanced, yani diploma ya kawaida, wakaanzisha mwaka mmoja wa advance. Kazini wanataka niende, wakanilipia, huku niko chuo kikuu. Sasa ni mawili, niende chuo kikuu huku kazi bado, basi kwa sababu hawa wameniambia kaendelee kasome kwenye hiki ambapo sisi tutakutumia. Nikachukua uamuzi mmoja ambao si mzuri sana, kwa maana taratibu zenyewe za vyuo, kusoma vyuo vyote viwili ndani ya nikasoma CBE, nikasoma kule mwaka wa kwanza, nasoma CBE na huku. Bahati nzuri nimemaliza ile diploma, sikupata shida yoyote. Hicho namshukuru Mungu. Sasa baada ya kumaliza, of course sisi nilikuwa na procurement. Sasa procurement nani ya mwisho kabisa ni CSP. Kwa hiyo baada ya kumaliza advance
niko mwaka wa pili university, nikawa nasoma napo CSP, lakini CSP ni part time. Kwa hiyo nikamaliza na bahati nzuri Mungu alikuwa kwangu. Baada ya kumaliza nikaendelea sasa na kazi kama mtu wa procurement. Baadaye nikawa baada ya kumaliza degree ya economics nikawa manager mipango. Na niliondoka procurement kwa sababu tulikuwa tunaambiwa watu wa 10%, lakini mimi sitaki kuitwa mtu wa 10%. Ikabidi mipango na procurement ipo, mimi nikaomba mipango. Of course bosi wangu aliniambia, alinipa wiki nikafikiria nyumbani kweli na akili sawa sawa, ni mipango ni acha procurement. Lakini baada ya wiki nikamwambia mimi nataka mipango. Kule alifanya vizuri kule procurement hakumpa, akaendelea kunipa mimi acting, lakini vile vile nikiwa manager wa mipango. Baada ya pale nikawa mkurugenzi wa business support, nafasi ambayo ndio nilistaafu nayo mwaka 2013. Asante sana. Nimefanya ni kuwaleta hawa angalau muone kama yuko Mwanamzumbe ambaye hayajui maisha yangu. Kuna kopi chache pale, maisha ya jamani wangu. Sasa hivi kaenda mkawa kura, subirini kitabu cha 8 kinakuja kwa kura zangu halali ni ngapi. Na nitaka kuwafanyia surprise, uzinduzi wa kitabu kile kingefanyika hapa, lakini kwa sababu ni kitabu cha kiufundi haikuwezekana. Lakini ukisikia kimetoka, kipateni. Kura zangu halali ni ngapi? Hiyo inatokana na yale yaliyotokea. Basi wengine nimwachie mwenyekiti. Asante sana kwa kutuheshimisha. Wanamzumbe hawa ndio Wanamzumbe, mnazo sababu za kujivunia. Walikuwa kama ninyi, sijui kama unanielewa. Walikuwa kama ninyi, lakini hakuna kati yao aliyekuwa anapenda na anajisifia kwa spidi kali. Asante sana jamani, wazee wa zamani, tunawashukuru sana. Introduction imekuwa imesheheni.